Na mtazamaji wa Kutanabai walisema kwamba mnyonge hana haki. Ni methali tu au ni kivuli cha maisha ya kila siku ya mwananchi wa kawaida. Na huyu mnyonge akilia, kilio chake hutanda kama jekejeke angani, kilio kizito kisichopewa nafasi ya kusikika. Ni nani anayesikia sauti ya mama anayesimama kituoni alfajiri akisubiri matatu isiyofika? Mtazamaji wangu, ni nani anayehesabu hatua za mfanyakazi anayelazimika kutembea kilomita nyingi huku mfuko wake ukiwa mwepesi kuliko matumaini yake? Mapema Jumatatu hapo jana, taifa la Kenya liligeuka kuwa bahari ya watembea miguu. Mitaa ya Nairobi iliyokuwa imezoea makelele ya honi na hata pilka za magari ilibaki na ukimya mzito uliobeba huzuni ya wananchi waliokwama. Vituo vya mabasi vilifurika nyuso za waliochoka kabla hata siku haijaanza. Wengine walitembea kimya kimya kana kwamba walikuwa wamekubali maumivu kuwa sehemu ya maisha yao. Lakini swali linabaki, mpaka lini mwananchi wa kawaida ataendelea kubeba mzigo wa taifa mabegani, huku wale walio juu wakibadilisha takwimu mezani? Chanzo cha taharuki hiyo kilikuwa ni ongezeko la bei ya mafuta iliyotangazwa na mamlaka ya udhibiti wa kawi na petroli EPRA. Bei, mtazamaji, iliyopanda haikupanda peke yake, kuliinuka wasiwasi wa mama sokoni, gharama ya chakula mezani na hata machozi ya baba anayehangaika kutafuta riziki. Maana mafuta yakipanda, basi maisha nayo hupanda mlima usio na mwisho. Na je, mshahara wa mwananchi hupanda kwa kasi hiyo? Na je, tumefika mahali ambapo kuamka asubuhi na hata kwenda kazini ni anasa badala ya haki ya msingi? Mtazamaji, magurudumu yaliposita ndipo ilipoonekana wazi kuwa uchumi wa nchi unasukumwa na watu wa kawaida, na huku macho ya wengi yakiwa yamejaa hofu na sintofahamu. Usiku wa kuamkia leo, serikali kupitia EPRA ikatangaza mabadiliko mapya ya bei ya mafuta. Petroli itabaki kuuzwa kwa shilingi 214.25 kwa lita, dizeli ikishuka hadi shilingi 232.86, huku mafuta ya taa yakiuzwa kwa shilingi 191.38 hadi Juni tarehe 14. Lakini je, punguzo hilo ni afueni ya kweli ama ni tone la maji katika jangwa la mateso? Je, mwananchi wa kawaida anahitaji matangazo ya bei ama anahitaji maisha yenye nafuu? Ndio maswali mengi ambayo tunajiuliza hii leo ndani ya NTV ya Dhuhuri, na katika kila kona ya taifa bado sauti ya mnyonge inaendelea kupaa hewani, sauti iliyochoka kuahidiwa kesho bora, huku leo yake ikizidi kuwa nzito kuliko jana. Tutayadadisi yote. Mtazamaji wangu, mie ni Frida Mwaka, siku zote nitaitika, na pia vile tuko na wanahabari wetu nyanjani wakipiga darubini